nchi yetu Tanzania tumejikita katika sekta mbalimbali kama jamii ya wanawake ya uzalishaji, ikiwemo kilimo, ambapo kilimo chetu cha Tanzania 70% ya watu wanaoshughulika na nguvu kazi ya kilimo ni wanawake. Kwa tukizungumza food security au national food security, usalama wa chakula nchini, usalama huo anaotengeneza ni mwanamke, kwa sababu 70% ya nguvu kazi iliyo kwenye sekta ya kilimo ni mwanamke. Kwenye biashara, wanawake ndio wako kwa kiwango kikubwa, kuanzia biashara ndogo ndogo za kati na kubwa. Ujenzi wa viwanda tunaoona wafanyakazi wengi waliomo, tena walio waaminifu ni wanawake. Utafiti wa mwaka 2022 uliofanywa na Chama cha Mabenki Tanzania, wako hapa TBA, unaonyesha kuwa wanawake ni 47% ya wafanyakazi wote walio kwenye sekta ya fedha. Pia wanashikilia 10% ya nafasi za maamuzi nchini. Wanawake huchangia pato la taifa. Takwimu zinaonyesha vile vile kuwa zaidi ya 35% ya uchumi wa Tanzania kutokana na juhudi ama jitihada ama jasho la wanawake kwenye taifa letu. Na kwa sababu hiyo 35% ya uchumi wetu ni zao la mikono ya wanawake. Hongereni sana. Yaani pamoja na mazingira yote tulionayo, lakini bado 35% ya pato la taifa ni mikono ya wanawake. Kwa kushirikiana na wadau wengine, serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, imeendelea kuchukua hatua mbalimbali za makusudi ili kutatua changamoto zinazomkabili mwanamke na hivyo kuchochea maendeleo yake. Na nyinyi ni mashahidi, hata uanzishwaji wa taasisi hii ni moja ya hatua zilizochukuliwa kwa ajili ya kumuinua mwanamke ili mwanamke aweze kupata nguvu zaidi. Katika mwaka huu mmoja, chama kimejikita katika kuhakikisha wanawake ndani ya sekta ya fedha wanaendelea kujengewa uwezo wa uongozi na kuimarisha utendaji wao. Tuliandaa mafunzo ya uwekezaji katika kukuza uchumi binafsi na kuchangia katika pato la taifa. Lakini pia tumekuwa na mafunzo ya afya akili kusaidia kuweka uwiano wa kazi, maisha na familia ili kila mwanamke aweze kufanya kazi zake kwa utulivu na kuchochea maendeleo.